Naam, mtazamaji, kuna tukio ambalo ni la kutisha na pia la kusikitisha kumhusu Tundu Lissu ambalo limeweza kutokea siku ya leo. Tanzania imeamka kwa mshangao mwingine wa kisiasa baada ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kufikishwa mahakamani ghafla leo katika mazingira ambayo yalizua sintofahamu, hasira na mjadala mzito mtandaoni. Kabla hata wafuasi wengi hawajaelewa kinachoendelea, mwanachama mwandamizi wa Chadema na mwanaharakati wa upinzani Hilda Newton alikuwa tayari ametoa madai ya kulipuka mitandaoni yanayoashiria kwamba hata mawakili wa Tundu Lissu wanadaiwa kwamba hawakujua anapelekwa mahakamani asubuhi hiyo, ikimaanisha kwamba Tundu Lissu alipelekwa mahakamani kisiri bila hata mawakili pamoja na wafuasi wake wa Chadema kulifahamu hilo. Lakini kilichowashangaza zaidi wafuasi wa Chadema ni madai yake kwamba baadhi ya wanahabari nchini Tanzania tayari walionekana kufahamu na kujitayarisha mbele hata kabla ya timu ya wanasheria ya Tundu Lissu kujua. Kauli hiyo ililipuka mara moja kwenye mitandao ya kijamii na kuibua maswali mazito ya kisiasa. Watu walianza kuuliza jinsi wanahabari wanaodaiwa kujua mapema, huku mawakili wakionekana kushangaa tu na wala hawakujua kama mshtakiwa wao ama Tundu Lissu alikuwa akielekea mahakamani leo. Je, huu ulikuwa utaratibu wa kawaida au kulikuwa na jambo lisilo la kawaida lililotokea nyuma ya pazia? Swali hilo mara moja liligeuza mwonekano wa kawaida wa mahakama kuwa mjadala wa kisiasa wa kitaifa. Kulingana na Hilda Newton, operesheni nzima ilionekana ya haraka na ya siri kubwa. Katika moja ya posti zake za mtandaoni zenye hisia kali ndani ya dakika chache zilizopita, alihoji kwa nini Tundu Lissu anadaiwa kufikishwa mahakamani ghafla bila hata muda wa kutosha wa kujiandaa ipasavyo. Alikwenda mbali zaidi na kudai kuwa Tundu Lissu mwenyewe alionekana kushangazwa na hali hiyo na hakuwa na hata muda wa kuweza kujitayarisha au kujisafisha na hata kuchana nywele zake kabla ya kufikishwa mahakamani, akimaanisha kwamba kuna uwezekano ya kwamba Tundu Lissu aliweza kubumburushwa ghafla na yeye mwenyewe hakuwa na taarifa ya kwamba leo alikuwa akielekea mahakamani. Hii ni kulingana na madai ya Hilda Newton na watu wengine kama Maria Sarungi. Maneno hayo haraka yamekuwa mojawapo ya mambo makuu ya kuzungumza mtandaoni sasa hivi. Wafuasi wamejibu mara moja kwa hisia kali na hasira, wakisema hali hiyo ilionekana kuwa ya kufedhehesha na isiyo ya haki. Wakosoaji hata hivyo walishutumu viongozi wa Chadema kwa kuigiza kesi za kisheria kwa ajili ya huruma ya kisiasa, wakidai kwamba Chadema inataka tu huruma, lakini bila kujali upande wa kisiasa. Jambo moja lilidhihirika kwa haraka sana: muonekano wa mahakama ya leo ulikuwa mkubwa ghafla kuliko kikao cha rais cha kisheria. Katika chapisho lake lingine, Hilda Newton aliandika hivi: ukiangalia hii video kwa makini utagundua kwamba hawa walimkurupusha mheshimiwa Tundu Lissu, hawakutaka hata kusubiri achane nywele. Hii mijitu ni mikatili sana. Katika chapisho lingine, Hilda Newton aliendelea kuandika hivi: mnafikiri kumleta mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani kimya kimya ndo kutafanya tuache kujadili kuhusu uongo wenu mlioujaza kwenye ripoti ya Jaji Chande? Mtazamaji, hata hivyo, Hilda Newton si mtu wa mwisho kuzungumza. Kisha sauti nyingine yenye nguvu ikajiunga na mjadala huo. Mwanaharakati Maria Sarungi Seshai pia alijibu vikali matukio ya Tundu Lissu kufikishwa mahakamani ghafla bila taarifa kutolewa. Katika maoni yake mtandaoni, alidai kuwa Lissu alionekana kuwa na haraka na kuchanganyikiwa na kuchoka kwa kile alichoeleza kuwa ni kufikishwa mahakamani ghafla na kwa siri kubwa. Hata hivyo, Maria Sarungi alihoji kwa nini mawakili wanadaiwa walionekana kutofahamu huku wengine wakiwa tayari wamepewa taarifa. Alipendekeza kuwa hali hiyo ilionekana ya kutiliwa shaka na akauliza ikiwa kuna aina fulani ya dharura ambayo ilihalalisha harakati za haraka kama hizo. Maoni yake yalienea haraka sana miongoni mwa wafuasi wa upinzani kwa sababu yaliongeza uzito wa kihisia zaidi kwenye mzozo huo. Alisema kuwa hali hiyo haikuonekana wazi na kuonya kuwa vitendo hivyo vinaweza kuongeza kutoaminiana miongoni mwa wananchi ambao tayari wana wasiwasi kuhusu mivutano ya kisiasa nchini Tanzania. Nikirejelea chapisho lake, Maria Sarungi aliandika hivi: mbona wamemkurupusha Lissu na kumtoa gerezani kinyemela? Jamani, angalieni, Lissu hata hajachana nywele, wamemwamsha na kumkurupusha. Wamembeba na gari, waliong'oa number plate na kwa siri hawakutaarifu mawakili wake. Aliendelea kwa lugha ya Kiingereza akisema Lissu appears disheveled and hurried in today's clandestine transfer to court without his lawyers being notified. Something is fishy. Hii haikubaliki. Hatuoni good intention hapa. Msirudie tena au tutajua mnataka
wanaotaka kutekeleza nia ovu. Wakati huo huo, Hilda Newton upande wake aliendelea kutoa taarifa zaidi ambazo zilifanya hali hiyo kuwa ya kisiasa zaidi. Katika ujumbe wake mwingine ambao nimekusomea hapo nyuma, alihoji iwapo kufikishwa mahakamani ghafla kulihusishwa na majadiliano ya hadhara kuhusu ripoti ya Jaji Chande. Hilda Newton alipendekeza kuwa baadhi ya watu wanaodaiwa kuamini kumpeleka Tundu Lissu mahakamani kimya kimya kungevuruga tahadhari ya umma kutokana na masuala yanayohusu ripoti hiyo tata. Madai hayo yalizua mjadala mpya mtandaoni mara moja. Wafuasi wa Chadema walianza kuunganisha matukio mbalimbali ya kisiasa pamoja, wakisema kwamba kunaweza kuwa na sababu pana za kisiasa nyuma ya matukio hayo ya ghafla. Wengine walitupilia mbali madai hayo na kusema kuwa taratibu za mahakama hazipaswi kuingizwa kisiasa moja kwa moja. Lakini kwa mara nyingine tena, mitandao ya kijamii tayari ilikuwa imebadilisha suala hilo kuwa dhoruba ya kisiasa nchi nzima. Siku nzima video na picha za harakati za Lissu zilienea kwa kasi mtandaoni. Wafuasi walichambua kila undani kwa uangalifu. Wengine walikazia sura yake ya uso, nyingine zilizingatia muda wa kufika mahakamani. Wengine walihoji kwa nini habari zinazodaiwa kuwafikia watu fulani wa vyombo vya habari haraka kuliko mawakili wenyewe. Blogu za kisiasa zililipuka kwa nadharia. Vituo vya YouTube vilianza mijadala ya moja kwa moja mara moja. Vikundi vya Facebook navyo vilijadiliana bila kukoma kwa saa nyingi. Baadhi ya wafuasi walitaja matukio hayo kuwa vitisho dhidi ya siasa za upinzani. Wengine walihoji kwa mfumo wa sheria ulikuwa unafuata tu utaratibu na kwamba wafuasi wa upinzani walikuwa wanatia chumvi jambo hilo. Lakini kisiasa, mtazamo ni muhimu zaidi kuliko maelezo. Mara tu umma unapoanza kutilia shaka jambo lisilo la kawaida, mjadala hukua zaidi ya ukweli na kuingiza hisia. Ndivyo ilivyotokea leo. Sasa mtazamaji, upande mwingine, Chadema wenyewe walisema nini rasmi kuhusiana na kikao cha mahakama hii? Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya chama hicho, kesi ya leo mahakamani ilihusisha maombi ya kisheria yanayohusiana na kesi inayoendelea iliyofunguliwa na Said Issa Mohamed na wengine dhidi ya baraza la wadhamini la Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama hicho. Chama hicho kilieleza kuwa Tundu Lissu alifikishwa mahakama kuu kwa uamuzi mdogo kuhusu maombi ya kutaka kuungana naye katika shauri hilo la kisheria linaloendelea, na hii ndio maana ambayo Tundu Lissu alifikishwa mahakamani leo. Hata hivyo, Chadema pia ilifafanua jambo lingine muhimu sana la kisheria. Upande huo umeeleza kuwa kesi nyingine inayomkabili Said Issa Mohamed na wenzake tayari imeondolewa katika mahakama ya awali na kuhamishwa kwa hakimu mwingine kwa taratibu zaidi za kisheria. Maelezo hayo mara moja yakawa muhimu kisiasa kwa sababu wafuasi walianza kutafsiri tofauti. Wengine waliamini kuwa ni marekebisho ya kawaida ya kisheria. Wengine walishuku kuwa kulikuwa na shinikizo lisilo la kawaida lililozunguka mchakato mzima. Kwa mujibu wa taarifa Chadema, maombi yanayomhusu Tundu Lissu yalisikilizwa na Jaji Mwanga ambaye alitarajiwa kutoa uamuzi kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Hata hivyo, upande huo ulieleza zaidi kuwa kesi nyingine iliyowasilishwa awali mbele ya Jaji Ngwale tayari ilikuwa imetolewa na kuhamishwa kwa ajili ya kushughulikiwa kwengine. Chadema ilionekana kudhamiria kuhakikishia wafuasi kwamba chama kiliendelea kupangwa kisheria licha ya hisia za kisiasa zinazoenea mitandaoni. Lakini kufikia wakati huo, hisia tayari zilikuwa zimepita maelezo ya kisheria. Kauli za Hilda Newton awali, maoni ya Maria Sarungi na video zinazosambaa mtandaoni tayari zimekuwa zimeunda mjadala wa umma kwa wafuasi wengi wa upinzani. Badala ya kuzingatia tu taratibu wa kisheria, watu sasa walikuwa wakizingatia usiri, wakati na utayari na ishara za kisiasa nchini.